Nam, hujambo na karibu katika kurasa mbalimbali za magazeti yetu leo hapa nyumbani Tanzania. Hii ni sauti yenye mamlaka ya kitaarifa, sauti ya Hamisi Mbega. Miongoni mwa yale yaliyopewa uzito wa juu kunako gazeti la Al-Hikma leo, kurasa wa mbele lenyewe limekuja na taswira mpya ikisema mashindano ya Qur'ani kwa Mkapa kumenoga. Lakini vile vile kuna taarifa isemayo asafiri toka Kenya mpaka Dar es Salaam kwa mguu. Hakika kijana huyu ameonyesha ni kwa namna gani Qur'ani ina mvuto wa kipekee katika mioyo ya watu. Bwana, na hatari kweli kweli, unasafiri mpaka Tanzania kufata mashindano ya Qur'ani. Vipi wewe uliokuwa Mbagara, Kizuiani, Kongoe kwa Mfipa? Lakini kuna taarifa pia sema aliyekosa nafasi mwaka jana ahidi kulala kwa Mkapa. Ameamua kulala kwa Mkapa mpaka kieleweke. Dr. Mwinyi asema hakuna kama Al-Hikma, asema ni ncha kwa ncha, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Ndivyo itakavyokuwa siku ya Jumapili. Nataka nikukumbushe jambo. Je, wajua kwamba Qur'ani tukufu ina ncha mbili? Haya si maneno yangu, akisema na kusisitiza ncha ya kwanza ipo mkononi kwa Allah na ncha ya pili ipo mkononi kwako. Na hii ni mara ya 26 Al-Hikma Foundation inakualika katika mashindano haya makubwa ya Qur'ani tukufu kwa mabala yote yatakayofanyika siku ya tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka wa 2026 pale kwa Mkapa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 kamili za mchana. Mimi Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa, nitakuwepo insha Allah, ncha kwa ncha, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa, kuhakikisha mimi na wewe hatukosi. Shika ncha yako na shika ncha yangu. Qur'an ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Mashindano haya yapo chini ya udhamini mkuu wa benki ya PBZ Ikhlas.